Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Hii ni Simulizi TZ na langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uwe miongoni mwa wanafamilia wa Simulizi TZ na utakuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Songa nami mwanzo hadi mwisho katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi hii iliyojaa visa, matukio ya kutisha na utamu wa kila namna. Tuangalie pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Mapigo ya moyo wake yakikimbia mbio kama farasi. Sauti hiyo ilikuwa ikitoka ndani ya kabati la namba 13. Ilikuwa ni sauti ile ile aliyosikia awali. Alijaribu kukimbia lakini miguu yake ilikataa kusonga. Milango ya chuma cha monchwali ilianza kufunga kwa nguvu, tena nguvu yenye kishindo cha kutisha. Kilichofuata kilikuwa sauti ya kupasua moyo. Mlango wa kabati namba 13 ulianza kufunguka taratibu. Tusonge katika mwendelezo wa sehemu sasa ya pili. Ndani ya giza lile, uso wa maiti mwenye macho mekundu ulijitokeza. Alikuwa na kovu zito usoni na ngozi yake ilionekana kama imechunwa sehemu kadhaa. Karani, maiti huyo alitamka tena, sauti yake ikififia kama mtu aliyekuwa kwenye mwisho wa uhai wake. Karani alijaribu kupiga kelele lakini sauti haikutoka. Ghafla mkono wa maiti huyo ukajitokeza nje ya friji na kumnyakua Karani kwa nguvu. Karani alipiga kelele na kupoteza fahamu papo hapo. Karani akafumba macho na baada ya muda Karani alipoamka alijikuta akiwa amelala juu ya meza ya kuhifadhi maiti. Mwili wake ulikuwa umefunikwa na shuka jeupe na kana kwamba alikuwa kama maiti. Karani alikurupuka kwa hofu akijikuta akiwa ndani ya sehemu ya kuhifadhi maiti, huku meza zilizojaa miili baridi zikiwa zimepangwa pande zote. Harufu nzito ya kemikali ilimwingia puani. Akiinuka taratibu na kutazama ukutani, aliona maandishi yaliyochorwa kwa damu. Akikuita mara ya pili, ukimwacha atarudi mara ya tatu. Hali ya Karani ilibadilika ghafla. Ndipo mapigo ya moyo wake yalipanda kwa kasi na tumbo lake lilihisi kama limefungwa na fundo. Siku iliyofuata Karani aliamua kumkabili mzee Choka na kumtaka amweleze kila kitu. Nataka kujua ukweli. Nimesema nataka kujua ukweli. Sitaki chochote zaidi ya kujua ukweli, Karani alisema kwa hasira. Nini kinaendelea hapa? Nimesema nataka kujua ni kitu gani kinachoendelea hapa monchwali. Mzee Choka alimsogelea Karani, akamtazama kwa macho yenye huzuni na kumwambia kwa sauti ya chini. Miaka kadhaa iliyopita monchwali hii ilitumika na mchawi mmoja mkali kwa ajili ya mazingaombwe ya kuzalisha nguvu za giza. Alikuwa akihifadhi miili ya wale waliotolewa kafara humu ndani, na walioshindwa kurudi duniani walibaki kama vinyago vya mauti. Karani alihisi damu yake ikichemka kwa hofu. Huyo maiti aliyekuita, Mzee Choka aliendelea, huenda ni mmoja wa waliotolewa kafara, lakini bado hajapata usingizi wa milele. Karani alitoka nje ya monchwari kwa mwendo wa haraka, mapigo ya moyo wake yakiwa yanakimbia mbio kama mtu aliyekimbizwa na simba. Hali ya hewa ilikuwa nzito na anga lilikuwa limetanda na mawingu meusi, kana kwamba mvua kali ilikuwa njiani kuja. Alitembea haraka kuelekea nyumbani, lakini kila alipofumba macho na akiwaza sura ya yule maiti ilimjia tena na tena.
Sauti ile iliyokoroma ikatamka jina lake ilizidi kumkumba akilini. Alijua kuwa hawezi kuacha jambo hili bila kulitatua. Lazima nifanye kitu. Lazima nifanye kitu. Bila ya hivyo nitateseka. Karani alijisemea kimoyomoyo, huku jasho likimtiririka na likimtoka usoni mwake. Karani alipofika nyumbani, alikuta familia yake ikiwa imelala. Mama yake alikuwa kitandani, hali yake ya kiafya ikiwa mbaya zaidi. Karani aliwatazama wadogo zake waliokuwa wamelala sakafuni kwenye magodoro yaliyochakaa. Nimefanya haya yote kwa ajili yao. Napambana kwa ajili ya ndugu zangu. Napambana kwa ajili ya mama yangu. Naamini nitafanikiwa, alijisemea usiku huo. Karani alijaribu kulala, lakini usingizi haukuja. Kila alipofumba macho, alihisi kana kwamba yule maiti alikuwa karibu yake. Saa 8 usiku ilipofika, Karani alianza kusikia sauti hiyo isiyo ya kawaida ikitokea nje ya dirisha lake. Sauti hiyo ilikuwa ya mtu akikoroma kwa sauti nzito, Karani, Karani. Karani alifumbua macho kwa ghafla, mapigo ya moyo yakienda mbio tena kwa kasi isiyoelezeka. Karani. Sauti ilirudia tena, na safari hii ilikuwa karibu zaidi. Karani aliinuka kitandani kwa haraka, akakimbilia dirishani na kuchungulia nje. Hakukuwa na mtu yoyote. Aliona jambo la ajabu mno, lakini upepo wa baridi ulikuwa ukivuma kwa nguvu, na ukuta wa nje ulikuwa na alama za damu zilizoandikwa, akikuita mara ya pili, ukimwacha atarudi mara ya tatu. Karani alijua muda wake ulikuwa umekwisha. Asubuhi ilipofika, Karani aliamua kurudi monchwari na kumkabili tena mzee Choka. Nitakufa. Nasema nitakufa. Karani alilalamika kwa sauti ya kukata tamaa. Ninajua kwamba sasa yule maiti atanifuata. Nifanye nini? Nieleze mzee, tafadhali. Mzee Choka alitulia kwa muda, kisha akasema kwa sauti nzito, kuna mtu pekee anayeweza kukusaidia, ambaye ni mzee Mbwemwe. Anaishi pembezoni mwa mji huu. Anajua siri za monchwari na laana ya yule maiti. Karani alifunga safari kuelekea nyumbani kwa mzee Mbwemwe. Nyumba hiyo ilikuwa ndogo, yenye mapaa ya nyasi na kuta zilizojengwa kwa udongo. Kila upande wa nyumba kulikuwa na alama za viganga pamoja na hirizi. Karani alibisha hodi na mlango ulifunguliwa taratibu. Mzee mwenye ndevu ndefu na macho makali alimtazama Karani kwa makini. Bila shaka unaitwa Karani, mzee Mbwemwe alitamka kabla hata Karani hajafungua mdomo kujieleza. Ndipo Karani aliduaa. Unanijua? Aliuliza. Nimekuona katika ndoto, mzee Mbwemwe alijibu. Umeshaguswa na laana ya monchwari, na sasa mfu anakutafuta. Nifanye nini? Nifanye nini mzee? Karani aliuliza kwa hofu. Ndipo mzee Mbwemwe alitoa kopo dogo la udongo lililojaa unga mweusi. Unapoenda kazini leo, chukua unga huu na umwagie kwenye kabati la maiti namba 13. Alafu muite jina la mfu huyo mara 3. Nimuite tena? Karani aliuliza kwa hofu kubwa. Ndiyo, nimesema muite, mzee Mbwemwe alijibu kwa sauti nzito. Mfu huyo hakutaki wewe,
anataka kusema jambo la muhimu. Muite kisha usikilize. Ukikimbia tena, hakika hautoweza kupona. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya kusisimua na kutisha. Simulizi ya mfanya usafi wa Mochwari. Hii ni Simulizi TZ. Tumeona sehemu ya pili, kijana Karani akiendelea kupitia mazuruba mazito, mazuruba yanayomfanya awaze mara mbili, lakini familia yake anaiangalia, na ndiyo chanzo cha kukubali yote ya mkute. Je, nini kitaendelea baada ya kukutana na mzee Mbwemwe kupewa unga kwa ajili ya kuumwaga kwenye lile kabati la namba 13? Ungana nami muda na wakati mwingine katika muendelezo wa sehemu ya 3. Langu jina ni Mr. A Romantic. Utamu wa simulizi ni kusikiliza barabara huku ukiwa na soda pamoja na karanga. Asante, ungana nami muda na wakati mwingine.